Uislamu ni mipango, acha kuishi upo tu. Jiulize, kwenye dini unaishi au unakaa? Ukiishi utakuwa na mipango na future. Ukiwa unakaa unasindikiza watu, we tairi la nyuma, breki na we breki, kona na we kona. Mahitaji ya mwanadamu ya kuijua dini, yapi halali yapi haramu, mahitaji haya mwanadamu ni makubwa zaidi kulikoni mahitaji ya mwanadamu ya kufikiria kula na kunywa. Napopataka mimi, watawasau bilhaqi watawasau bisabri. Ulama tafsiri wameitaja haki ipo katika sura, katika aina tatu haki iliyokusudiwa, na watu wanasema Waislamu wanahangaika na amani ya wajadili haki. Watawasau bilhaqi, kitabu chetu kinahimiza haki. Sasa haki gani? Somo lingine. Lakini watawasau bisabri imekuja wali mutlaqil jami, vijana kule kwetu wanaita wau kitita. Wau kitita haifidishi mpangilio. Inawezekana la mbele ndio la nyuma na la nyuma likawa la mbele. Tatizo wau kitita. Sheikh Abdul Halim, chukua hiyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunawashukuru Madrasati Nur, tumechangamka vya kutosha. Sasa turudi kwa wazee mashekhe. Kama nilivyosema, wako wengi sana na nadhani Sheikh Kidago amewataja, ila katika usemaji tuwachukue watatu inshallah. Hapa kuna mwakilishi wa mufti Sheikh Shabani, kaka yetu, mzee wetu, baba yetu, kama tulivyoambiwa kwamba huyu ni classmate wa mzee wetu mwenye hadhara hii. Kwa hiyo huyu ana kofia nyingi, ana kofia ya kwamba ni mwakilishi wa mufti, lakini pia kwamba ni hadhara yake ya ndugu yake, na pia na Said Jafar atakuwa mmoja katika wasemaji. Sheikh Said Ali Hassan pia tutampa nafasi hii naye pia. Lakini kabla ya hawa wazee watatu hawa ambao ndo wasemaji, hapa kuna huyu mwana wa mwisho, huyu shekhe wetu mwana wa mwisho, yeye tumpe nafasi hii awatandikie hawa wazee, alafu baada yake itakuwa Sheikh Said. Sasa baada ya Sheikh Said bwana sijui nani, kuna mwakilishi wa mufti, alafu kuna Said Jafar ambaye huyu ni picha roho, sahibul maqam aliachiwa na Said Muhammad al-Bidh, ambaye ndio yule tunayemfahamu katika East Africa hii alikuwaje. Kwa nafasi yake bwana ni kubwa sana kwetu na makamu yake ni makubwa sana kwetu. Sasa Sheikh Saidi, baada ya wewe kusema bwana, pale ambapo utapata ilhamu ya kuipeleka hii maiki, wewe ipeleke tu. Haya, Sheikh Mziwanda, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah wa ba'd. Baba yetu, mlezi wetu Sheikh Shaban bin Juma, Mwenyezi Mungu akuongezee afya zaidi na akulinde, tuzidi kuvuna hikma zako, ambaye ni mwakilishi wa mufti na shekhe wa mkoa wa Arusha, lakini pia baba yetu mwalimu wetu Sheikh Ali ibn Sheikh Muhiddin bin Ali wa Mkoyogore, mjumbe wa baraza la ulama, lakini pia Sheikh Muhammad Konsel, naib qadhi mkuu wa Tanzania,
صاحب المقام سيد جعفر ابن سيد محمد ابن سيد سعيد البيض، lakini bila kumsahau msimamizi mkuu wa hadhara hii na ndiye mwenye jambo lake, sahibu wangu, kaka yangu Sheikh Samir Siddiq, mudiri maahidi Shamsi al-Maarifi. Nimejaribu kukwepa, lakini sijajua hikma zao kwamba niseme. Baada ya shahada mbili, ibada mama katika Uislamu ni swala. Lakini mfumo wa swala Mwenyezi Mungu ameuanzia mbali ili aipokee swala yetu. Mavazi yetu, maeneo yetu, msalani, udhu, adhana, ikama, kisha ndiyo sala. Ukichukua picha hii unatoka na kitu kimoja kwa mujibu wa muda. Uislamu ni mipango. Haikushindikana kufika kwa dhuhuri tu, Allahu Akbar, lakini tazama mfumo tulipotoka mpaka unaingia kwenye sala, ni kuonesha Uislamu ni mipango. Tuliyemkusanyikia Bwana Mtume Muhammad kwa maksudi yake Mungu, aliyagawa maisha yake sehemu mbili, maisha ya Maka na maisha ya Madina. Miaka 13 Maka, miaka 10 Madina. Lakini miaka mingi ilikuwa kazi yake kuu ni kusimika imani sahihi na akida sahihi kwa walimwengu. Kwenye miaka mingi kabla ya sheria na matendo, kwanza imani ya sawasawa na akida sahihi, ili tunapoleta majukumu ya sheria, aliyekwiva katika imani na itikadi salama isimuie vigumu kuyaingia yale matendo ambayo Allah Rabbul Izzati wal Jalal aliyataka kwetu. Kisha baada ya hapo ikaja miaka ya matendo na sheria michache 10. Uislamu ni mipango. Nini mipango yetu kuufikisha Uislamu kwenye jamii? Badala ya kutumika nguvu na ubabe, kwa nini tusikopi na kupesti maisha ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyotakiwa na Allah Jalla Subhana? Mipango, hatua kwa hatua. Naamini Sheikh Yusuf Muhammad Kidago, atala Allahu baqaa wa kathara amthala, kufika leo tulipofika, ninaamini ilikuwa ni mipango. Anataka Hedaru iwe vipi na hadhara hii ifikie vipi, na pengine anapopakusudia bado haijafika. Qalla qalla tasil mahalla, nenda mdogo mdogo utafika unapopakusudia. Kumbe hata katika ndoa Uislamu ni mipango. Haikuwa tu kufika na kufika mkutane katika mnong'ono wa ndoa. Kuna hatua zinaanza: posa, shehe asogee, upigisho goti. Baada ya posa kisha inakuja fungisho la ndoa, kisha ije ijabu, kisha kabuli. Ukitia na tamaduni zetu inafata vigeregere, kisha tena wanahtimbia. Uislamu ni mipango. Nini malengo yetu? Warithini wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenye safari hii ya kurithi kazi hizi ambazo leo tunafundishwa na wazee wetu, hawa wenyewe bado wapo. Sisi vijana Gen Z tuna mpango gani?
Mtaalamu mmoja alipata kusema katika wataalamu wa tarbia, la turabbu auladakum bima rubitum fa inna zamana yaktalifu. Msilazimishe kukopi na kupesti malezi, sababu ni mipango ya watoto wenu, malezi yakawa ndiyo vile vile ambavyo ninyi mmelelewa. Msiende hivyo, kwa sababu nyakati zinatofautiana. Sheikh Saidi Ali Hassan, ninaamini wakati nyie mnasoma Qur'ani mulianza alifu be, ikaja alifata, alifu kasiri, alifu dhamme, be fata, be kasiri, be dhamme, te fata, te kasiri, te dhamme. Mumekwenda hizo zipo karibuni 50 mpaka abu tausi wa tammati kalimati rabbika sidika, mukafika huko, kisha ndio alhamdu. Tunatoka kwenu turudi kwetu, watoto wa kuwafundisha muda huo wote tunao. Fa inna zamana yakhtalif. Wahindi waliandika kijitabu chao cha kumuandaa kijana kwenye Qur'ani, wakakiita Yassarna al-Qur'an. Kile kitabu ukikisomesha chote, mtoto anakuwa hodari wa kusoma Qur'ani, lakini kitabu kinahitaji kwa uchache mwaka, kwa aina ya mitoto tulionayo leo. Tunawasaidiaje hawa watoto ili kufikia mipango yetu? Uislamu ni mipango. Angalia hata waimba kasida wameanza nai, wanaitafuta sauti wanayoikusudia. Kaenda kadonyoa rasti, kashuka imekwenda, kagemua, wameshusha kidogo, pameghaniwa, wakaja wenyewe wana kitu wanakitaswa, ndio unapigwa tena. Huwezi tu kufika kama kasida zetu sisi kwa zama zetu, ya rabana wafuana wamhula bikana kana. Kwanza tulianza hivyo kasida zetu sisi. Kwa hiyo niwaombe Waislamu, nisichukue muda mwingi. Uislamu ni mipango. Ifike wakati watu wakuone kama mpuuzi, lakini uwe una target ya kufika mahala. Usijifanyie tu, utakwama katika maisha. Mungu mwanadamu kampa kitu kinaitwa akili. Akili ndiyo madini mama ya maisha ya mwanadamu. Inna Allaha idha akhadha ma wahaba asqata ma wajaba. Mungu akichukua akili, hata kuswali kwako sio lazima, hata ukiwa chizi fresh tu, akili una. Sasa kwa sababu Uislamu ni mipango, tuichukue kanuni katika sharia. Wataalamu wa sharia, kuna kanuni inasema la yunkaru taghayyurul ahkami bitaghayyuril azman. What is your future? Kuna masailu shar'iyya mansusa katika sharia, wasomaji wanajua. Kuna masail ijtihadiyya mustanbata. Tunazungumzia hapa katika masailu ijtihadiyya mustanbata, yanayotoholewa kwa mujibu wa nyakati, bijtihadil ulama almujtahidina, wenye kutosha katika istinbati. Sio almujtahidina wanaokwenda sana madrasa wanajitahidi, wenye vigezo bobezi katika sharia. Wakasema la yunkaru taghayyurul ahkam, haipingwi, haikataliwi kufanya mabadiliko ya baadhi ya hukumu bitaghayyuril azman. Mara moja nilipata kusema, ukisoma fiqh ya Shawafi wanakubaliana zakatul fitri ni chakula tu na sio fedha. Al-Imam Nu'man ibn Thabit maarufu Imamu Abu Hanifa, yeye anasema hata fedha inawezekana. Ukirudi kwenye sharia, alhukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama. Nini lengo la zakatul fitri? Kuwatoa unyonge na huzuni wasiojiweza, ili siku ile pia na wao iwe tamu kwao. Kwa sura hii basi, baadhi ya ulama wa madhhabu ya kishafi almuasirin wakaungana na Imamu Ash-Shafi Abu Hanifa taklidul madhhab, kwamba inafaa hata kutoa fedha
kwa sababu inaonekana fedha inatatua zaidi shida siku ile. Inawezekana mtu mchele anao shida, kitoe leo, tukishindiliana michele tutaandaa store za kufungua maduka. Uislamu ni mipango. Uislamu ni mipango. Hata wenzetu hao tunasema sijui kuna sijui madhehebu mbalimbali ambayo sio Waislamu, angalia ukifika mahala wana ekari 30, 40, 50, unakuta kikanisa kama kiota cha ndege, wana mipango. After 15 years utakwenda kuona bonge la dude. Mipango. Sisi ipi mipango yetu? Wakati unaanza madrasa ya kupiga madufu na kusoma safina, tunafikiria kufika wapi? Ifike wakati tuna watu wa kuweza kusoma umda, wasome minhaji, watie irabu na kadhaa, tunafikiria hapo. Lakini tukipata hao, nini kingine? Tunahitaji tutengeneze makadhi na mamufti. Al-Imamu Ahmad bin Hanbal alipata kusema, inna hajata al-insani ila ma'rifati dinihi min halalihi wa haramihi ashaddu min hajatihi ila at-ta'ami wash-sharab. Mahitaji ya mwanadamu ya kuijua dini, yapi halali yapi haramu, mahitaji haya mwanadamu ni makubwa zaidi kulikoni mahitaji ya mwanadamu ya kufikiria kula na kunywa. Tuna ulimwengu wa riba. Ulimwengu wa riba. Tunafanyaje? Mi bahati mbaya gari yangu ndio ya Kichina, kadiri ninavyoongea napata moto, nisiwachoshe. Toka na sura hii, nenda nayo nyumbani. Wal asri innal insana lafi khusri. Angalia kwanza hapa istighraqul jins, innal, hiyo lamskines, hiyo innal, somo linaanza hapo. Lafi khusri, akasema fi. Nenda na zama zako, cheza na fi, dharfia makania, alafu khusrin kwa tanwini, alafu ndiyo istithna muttasil. Yani kuna vitu 9 ndani ya sura hii kwa haraka haraka muhimu, na sisemi hata kimoja, muda utoshi. Ninapopataka mimi, watawasau bilhaqi watawasau bisabri. Ulama tafsiri wameitaja haki ipo katika sura, katika aina 3 haki iliyokusudiwa, na watu wanasema Waislamu wanahangaika na amani ya wajadili haki. Watawasau bilhaqi, kitabu chetu kinahimiza haki. Sasa haki gani? Somo lingine. Lakini watawasau bisabri imekuja wali mutlaqil jami. Vijana kule kwetu wanaita wau kitita. Hiyo wau kitita haifidishi mpangilio. Inawezekana la mbele ndio la nyuma na la nyuma likawa la mbele. Tatizo wau kitita. Sheikh Abdul Halim, chukua hiyo. Kwa hiyo lazima tuwe na mipango, na wazee wetu mtuburuze kwenye mipango, ili kazi yenu mnayotuachia tuende nayo kwa mipango, tuje tuwakabidhini na nyinyi mkatukabidhishe salama kwa mashehe zenu bisanadi muttasil ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Uislamu ni mipango, acha kuishi upo tu. Jiulize, kwenye dini unaishi au unakaa? Ukiishi utakuwa na mipango na future. Ukiwa unakaa unasindikiza watu, wewe tairi la nyuma, breki na wewe breki, kona na wewe kona, kulia na wewe kulia. Acha maisha hayo ya kishamba. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.